Kitabu cha Warumi mlango wa kwanza kuanzia aya ya 8 mpaka aya ya 17. Tutakaa kwa hiyo aya ya 16 hapo ndio tutakaa sasa. Aya ya 16 Mungu atakuwa ametukuzwa mbinguni, duniani, mioyoni mwetu. Kitabu cha Warumi ni barua ya Paulo aliyoandikia kanisa la Rumi kule Italia, na Warumi waliposoma wakakubali, wakaamini, ndio unaona walianzisha kanisa la Katoliki huko, na hata wakapeana sehemu ya shamba ambayo itakuwa ni state takatifu. Hii kijiji, yaani kainchi kadogo ambao hakana jeshi na hakana pia poti, hapana shtaki watu hapana menyania mashamba na wanawake na kadhalika. Bwana asifiwe. Huko ni Vatican City, na ni kainchi kako na heshima kako na pia kako na bendera na rais wako mkuu. Rais wako si lazima awe mzaliwa wa hiyo nchi, anaweza kuwa mzaliwa mahali pengine, na ndio sababu tumekuwa na watu wengine kutoka katika nchi mbalimbali wakiwa mgogo hapo. Ukifanyika mgogo hapo, wewe ndio rais wako. Ukipata nafasi ya kutembea hapa Kenya, hautakupelewa na sisi na kuimba na kufanya nini, utakupelewa na mizinga ya jeshi shilingi na moja. Unajua rais amekaribisha. So ukiwa kwenye hiyo church na tunapo huko kwenye serikali, not even a church, it's a government. Maana pastor wake akija hapa lazima apigiwe nini? Mizinga ya jeshi. Kwenda kwenye huko. Amen. Amen. Sasa Paulo aliandika barua kwa kanisa la Roma kujulisha Roma hao watu mambo ya watu ambao wanafanya wayafanyayo, mambo ambayo sio ya kiungu, ni mambo ya kidunia ambayo itawaelekeza kuzimu. Lakini alipowaandikia Paulo, aliwaambia anatamani kufika huko aihubiri Injili kwa hiyo watu, maana yeye haihubiri haya Injili, haionei haya neno la Mungu, haionei haya. Kuna watu wanaionea haya Injili ya Kristo Yesu, sio rahisi kuihubiri. Hata kanisani wanakuwa pale ni kama waizi wa mayai, hawataki kusikiliza ibada, wanatoka kufanya venye wanataka. Mstari wa 8 inaanza kusema maneno haya: kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Kwa maana Mungu ni mwabuduye kwa roho yangu katika Injili ya mwana wake, katika Injili ya mwana wake. Nini nyingine inafuata? Jinja fanyaje? Pasipo kukoma. Sasa tunafuata endelea. Siku zote Paulo anaomba katika sala zake aje kwao awaongoze na Mungu, awashuhudie siku zote. Angesema leo anaandikia watu, jamani, kanisa la CBC Upendo, naomba na natamani mfike kwenu niwahubirie. Anakesha tamani kufika kwetu, akipenda kuifanikisha safari yangu, kwa maana ninatamani sana kuwaona, nipate kufanya nini? Kuwapa karamu. Anatamani sana, kwa maana sijawahi kuona mtu analala anatamani kwenda kanisani. Anaenda tu kwa sababu yeye pastor aniona.
ukishapata gharama ya rohoni, ili mfanye imani. Mstari wa 12 nasema, yaani tufarijiane mimi na ninyi, kila mtu kwa imani ya mwenzake, yenu na yangu. Lakini ndugu zangu, sipendi msiwe na habari ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu, nikazuiliwa hata sasa, ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi, pia kama nilivyo nayo katika mataifa wengine. Nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni tayari kuhubiri Injili hata na kwenu ninyi mnaokaa humu, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nataka niwaambie kwamba tunaishi nyakati za mwisho. Unaweza kufikiri nyakati zingine zipo zitakuja, lakini hizi ndio maandiko yanasema, nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho, watu wote wamekuwa na wasiwasi, watu wote wameingiwa na uoga, watu wote wameingiwa na aibu, hawataki kutaja neno la Mungu, hawataki kulitaja hadharani wala kwenye hafla ambazo wameenda ama wamealikwa ama wamehudhuria ama au ni sehemu ya wakuzungumziwa. Wanaona haya. Saa zingine wanatafuta hata mtu wa kuomba kufungua mkutano, hapatikani, kwa sababu watu wamechanganyikiwa kuanzia ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini. Hata wahubiri wamechanganyikiwa. Unapata wahubiri wameingia, wamewacha neno la Mungu, sasa wako katika laini ya siasa peke yake. Kila mtu akisimama anafuta upande wake. Wanasiasa akifuta barabara ya kwenda kwao, mhubiri naye anafuta barabara hiyo. Nani atafuta watu kwenda kwa Yesu? Nani ataambia watu maneno ya Injili hii? Mimi naomba Mungu anisaidie niwe kama Paulo, niaseme maneno haya ambayo yalitoka kinywa cha Paulo, ya kusema nataka nije kwenu, tusaidiane, tubadilishane imani yako na yangu zikisikana pamoja, zinakuwa na nguvu za kushinda uovu, za kushinda shetani, za kushinda majaribu, za kushinda magonjwa, za kushinda kila aina ya hila ya adui shetani. Ana mambo yanayotendeka duniani sasa imejaa hila na uovu na ujanja. Inahitaji mtu ambaye ana moyo, inahitaji mtu ambaye ana mwito, aambie watu wa Mungu wamfuate Mungu, maana tusipomfuata Mungu tutaangamia, tutapotea na kizazi kitapotea. Watoto hawa watapotea, hawataiona njia, na watoto wao na watoto wa watoto wao watakuwa wamepotea, hawatajua hata walitoka wapi katika dunia hii. Niliwaambia wakati mwingine Mwisraeli akipatikana leo, anachoulizwa na serikali yake akifika mpakani, wewe ni wa nyumba gani? Mwisraeli haswa anajua milango yake, na watoto wa saa hii hata hawajui wametoka wapi, wanajua tu wamezaliwa. Bwana asifiwe. Wanajua tu wamezaliwa, hajui milango yao ni milango gani. Na nashangaa na mtoto wako yule ambaye umezaa,
sasa baba yako hapo hapo na niongeze jumani baba na mama hapo. Wewe si baba. Ukifika Israeli unaulizwa wewe ni mlango gani? Wanakupeleka kwenye huo mlango na wamejenga nyumba hapo. Unaambiwa sasa kazi yako ni kuishi hapa na kufanya kazi na kulipa ushuru wewe. Sisi tumepotea. Hata tunaona haya, kusema maneno haya mbele ya watu wetu. Tunaona haya hata tukiwa kanisani, tunaona haya hata kule nyumbani. Paulo anasema yeye hawezi kuona haya, haionei injili ya Kristo Yesu, maana hiyo peke yake ndio ina uwezo. Hakuna kitu kingine kitakachokuokoa mpendwa. Hii dunia haitakuokoa. Sifuna hawezi kukuokoa. Kashapa hawezi kukuokoa. Ruto hawezi kukuokoa. Museveni hawezi kukuokoa. Samia Suluhu Hassan hawezi kukuokoa. Ni Yesu Kristo anaweza kukuokoa. Neno la Mungu linaweza kukuokoa. Na kukuponya, na kukulinda, na kukuongoza mpaka kwenye uzima wa milele. Hii vitu vingine vyote vinakuja na vinapita na vitapotea na watu wengine watatokea tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengine watatokea. Kenyatta alikuwepo, Kenyatta akaenda. Moi akaja, Moi akaenda. Kibaki akaja, Kibaki akaenda. Uhuru alikuja, Museveni akaenda. Ruto amekuja na Ruto pia kwa kupita. Kipindi cha kwanza cha pili anaenda. Hawezi enda tatu. Anakuja tena tatu. Tena mtu mwingine atakuja. Lakini ile neno litakuwa limebaki hapo. Sionei haya injili. Maana ni uwezo uletao wokovu. Hii inaweza kukutoa kwa madeni, inaweza kukutoa kwa dhambi, inaweza kukutoa kwa dhambi na kuleta kwa uzima wa milele. Kama wewe utaionea haya injili ya Kristo Yesu na mimi sitaionea haya, tushikamane, tubadilishane, tuweke imani yako na yako pamoja. Niambie vile shetani atatushinda. Shetani anapata kutushinda kwa sababu tunafika mahali tunazungumza, tunajadiliana. Shetani analeta ajenda. Unaonaje wewe ni mgonjwa? Unaonaje mtoto wako ni mgonjwa? Unaonaje bibi yako ni mgonjwa? Bwana wako ni mgonjwa? Hii lazima waanze kutembelea. Twende tutembee na sisi. Shetani anatupata ama anatupata? Anakupata. Unitembelee, utembelee mke wangu, utembelee mtoto wangu, unanitembelea na wewe unataka kubaki wapi? Wewe umezaliwa na mwanamke, mimi nilizaliwa na mwanamke. Unajua wewe Biblia inasema mtu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kukaa duniani si nyingi, ni chache, tena chache, na zimejaa matatizo. Ndio sababu tunapitia matatizo. Unafikiria ni nini? Ni maandiko. Tunapitia hapa nyuma kulipa shida, chakula kupata watu mishale ile kwa hodari ni nini? Kauli inasema niko paki. Mtu wa mafuta anasema ninunua mafuta. Mtu wa paki anasema tutengeneze mizipe. Kaya. Na mwingine anasema nitengeneze vitu. Mwingine anasema na mimi ni wa kutengeneza gari yenyewe. Hii gari iko na watu wengi wamefundishwa bila wataikulia gari yenyewe. Mnafikiri kwa raha kwa hiyo? Nunua siku moja ndio bwana. Alafu nasema sisi tunatembea kama tumeketi, si ndio? Nafikiri tunaketi kwa bure bila gharama. We pay the cost. Ndio utembee kama umeketi, lazima ulipe gharama. Amen. Maana mchezo na hivi yote na hata siku nyingine tena kama bado tunaishi
huko anasambaza panga hapa chini. Mnapata. Watu wanaenda kutana huyo mzee Ruto wanakula vizuri. Mimi na wewe tupate kwa sababu hatutakuwa connected. Hizo ni za connected. Otherwise, if someone can come and connect us, come on, hata utatoka kusema hata uweze tatu ya kuweza sheria. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi vijana walianza kujitai kama ndio wamesoma huko karibu wamepotelea huko. Wameweza ile kelele walikuwa nayo hata kupeleka akili mwenye kelele utajua atakaa kama hizi ambazo tulia batuka mahali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, wacheni tuhubiri nini? Kristo Yesu. Kitu moja ambacho kinanipendeza na neno la Mungu ni kwamba halibadiliki. Linabaki vile vile. Neno la Mungu halibadiliki, linabaki hivyo hivyo. Wewe ndio utabadilika na maneno yako. Na si kwamba unapohubiri neno la Mungu venye lilivyo, wewe hautatoka. Tutatoka kwa sababu waliotutangulia pia walifanya nini? Walitoka. Watu muhimu, watu mashujaa wa imani ambao mimi nikipata nafasi niingie mbingu ya Mungu, ninatamani kumsalimia Abrahamu, natamani kumsalimia Elijah, mtu ambaye alisema siku moja wameua manabii wote, amesalia mimi peke yangu. Natamani kumuona yule Mungu alimwambia kwamba mimi hawajawaua wote, nimejisasia wengine makumi. Bwana asifiwe. Natamani kumuona Paulo wa Tarso ambaye aliandika Bwana aliyesema sionei haya Injili. Alihubiri Injili ya Kristo Yesu kwa mataifa na akapata upinzani wa hali ya juu, akafungwa, akateswa. Anasema alipata mapigo mangapi jamani? 40 kasoro moja. Ilibakia kiboko moja apate viboko 40. Wewe angalia hiyo maneno. Na akitoka hapo bado anasema sionee yani Injili. Wewe ukitesa tu kidogo, hata mtu akupase tu hapa kidogo, usikie mtu anakuzungumzia mahali Injili bado. Mapili ikifika unachukua kitu unaenda hapa, unachukua ingine hapa, unachukua remote unaanza kuona TV, vipindi vya watu walikufa miaka 20 iliyopita. Sasa soma neno la Mungu. Soma neno la Mungu. Ili ni neno linalolinda wewe na linalinda watoto wako, linalinda hata nchi hii. Ili neno linaweza kukusaidia. Haleluya. Na ndio Paulo anasema katika mstari wa 17, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kama wewe ni mwenye haki, unafaa kuishi kwa imani. Sio kuwajaribu watu, sio kuwasumbua watu, lakini kwa imani. Kusema ya kwamba usifike mahali utafute vitu kwa njia ya aibu. Hapana, baki na haki yako na Mungu atakubariki. Hata mimi nimebaki na haki tu nikiwa pale, watu wanatucheka na kutucheka na kutucheka na kutucheka. Wakati wa Mungu ulipofika, mwenye imani anaishi kwa imani. Mungu amejenga kanisa hapa, watu wanashangaa.
ukigusa hivi nasikia kutoka na Mungu. Angalia hiyo kwa kutembea ndani. Ukipotea nje, utasema hivi. Fanya namna hiyo. Ukitoka hapo utembee mahali pengine, mtu hawezi kuwa ukigusa kwa ukuta ya watu. Lakini ukuta zingine huko hiyo ukigusa inatoka na damu na ama. Huyo jamani tunataka haki ya binadamu, imani ya binadamu. Mungu anataka tuishi namna hiyo. Hatutafanya kitu kingine chochote ndio kumwaibisha Mungu. Basi tunajaribu kufanya vitu vya Mungu. Fanyaje jamani? Rafiki yangu aliniambia hawaamini katika mambo ya harambee kanisani. Anaambia tumeleta hata watu ambao hawafanyi katika kanisa litakana kujenga na watakatifu. Jengo na vipawa vyao. Jengo na ukijenga, unajua hata watu wanaochokora makanisa na kutoka, wanachokora na kutoka zao mkiwao ndani. Lakini wewe ukitoa pesa uweka hapa ndani, mimi nilikuwa kwa sababu lazima umiliki. Kanisa ambalo watu wanatoa vitu vyao wanajenga, hawachokori pasta, wanamlinda pasta, wanamuombea. Na yeye akifanya tu namna hiyo, Mungu bariki watoto hao, wanapata baraka. Hii ndio imani ambayo Paulo anatufundisha katika maandiko. Unaweza kuishi katika hiyo imani na wewe pia, maana Paulo alikuwa mwanadamu kama mimi. Naye ndiye alizaliwa na mwanamke na mwanamke. Maana mimi nimezaliwa hivyo na wewe umezaliwa hivyo. Tunaweza kuishi kama wangapi wanasema tunaweza kuishi kama yeye. Tuishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Tutamani kwenda katika mahali pengine katika neno la Mungu. Tutamani watu kuja kutembelea katika neno la Mungu. Mimi si leo nimehubiri, si kwa mhubiri wa leo. Ninamhubiria mahali kufikia leo. Labda masaa yetu tumekutana na yake. Nimepigia simu, naenda kwa neno wote, labda amelala. Akaamka kama tumemaliza ibada. Na sisi tuko na saa ya kupima. Sasa lazima tusikie neno la Mungu. Wangapi wamebarikiwa na neno la Mungu? Pia mwenzako tuishi kwa imani. Pia mwenzako mwenye haki ataishi kwa imani. Imani ni ile kuokoa, si kwamba mtakatifu. Maandiko yanasema duniani hakuna mtakatifu hapa. Wote tumepotea. Tumeadhibu. Tumezini. Hii watu wote. Unajua wakati wa zamani ukihubiri neno la Mungu katika nyumba za watu, ilikuwa ni jambo la muhimu sana. Hata ukisikia njaa,
mingi watu tunafanya umenyima watu maradhi, hata maji Mungu amekuomba mwanadamu unafanya hivyo, na Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani na maji. Na kwa kufanya hivyo, saa zingine nataka kulala njaa jioni, maana hakuna kitu wanafanya hivyo. Inafika saa ya ule kama unafanya polisi wanasema namna gani? Na polisi anawaaga hiyo wanaenda pale anaanza kushika watu ubebe na kalenda. Inafika wakati kama huo, naona Mungu analeta anakomani mtu kutoka kwake, peleka haraka chakula. Mhubiri Bwana asifiwe, umeingia. Nilikuwa na haraka sana natoka, na Mungu ameniambia nipatie hii. Si deni. Waangalia kwa sababu wanataka. Sasa wanataka. Ikitoka hapo kuna nyama, kuna kifunga, kuna chapati, kuna chai ya maziwa. Wewe mtoto wa Mungu anaweza kufanya. Na hii maneno anaweza kufanya hata kwa sababu Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo, kesho na hata milele. Nikikutambua kama pasta niseme salimu yako kanisa, kusema haleluya, amen. Ukitoka hapo unakuwa apostle. That's the problem. Unajiinua, na ukiinua, maandiko yanasema ukijiinua utashushwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio utakana ufanye hiyo kazi, watu wakuje wakae hapa na wewe ukae hapa na wao. Na Mungu atakapokuinua na kuinua na hiyo kazi mbaya mfanye. Hata kuinua Mungu atakuinua. Anainua watu. Unaona kuinua watu. Hata hii kanisa limeinua watu. Wengine wako Ulaya, wengine wako nchi zingine. Wengine wako mbalimbali, sema mbalimbali. Kuna mtu yuko California, kuna mtu yuko Missouri, kuna mtu wako wapi? Kamerun. Hata wako Kamerun. Kuna wengine wako Australia. Toka hapa. Chukua senteneza huko kwa darasa. Mwenye haki ataishi kwa imani. Hiyo ndio neno kubwa sana ambayo tutakaa kwa mstari kama zamani, mwenye haki ataishi kwa imani. Muwe na imani. Usisukume mzee wako kufanya vitu ambavyo baba yako hakufanya, kwa hiyo mnataka kukaa duniani. Usisukume mke wako hivyo. Usisukume mtoto. Usisukume mzazi. Tunaishi kwa imani. Na bila imani maandiko inasema huwezi kumpendeza Mungu. Ukianza kutukana hiyo watu kama wanatukana watu wanataka kula au wanataka kuwapendeza watu, sio Mungu. Niliuliza viongozi wengine juzi nikiwa nao. Mnapenda sana mtu akisimama na kusema fulani ni mjinga, fulani ni mjinga, ati Mudavadi ni mjinga, Wetangula ni mjinga. Hiyo ndio tulichokwenda kufanya. Angekuwa mjinga angefika mahali amefika. Bwana, mimi mwerevu sikafika hapo. Na wewe mwerevu hujafika hapo katika uongozi wa